tunazungumza, kila aliyepanda hapa anasema kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi. Hii hapa ni katiba ya nchi yetu. Ibara ya 8 inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. B, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C, serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa tunaposema wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote, maana yake ni kwamba badala ya wewe, mimi, mtu wa Tarime na mwingine kwenda bungeni tukajiwakilishe, hakuna ukumbi wa kutosha kutubeba. Tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu aende bungeni. Kwa sababu wote hatuwezi kuwa marais, tunateua mtu mmoja awe rais, asimamie rasilimali zetu kwa niaba yetu. Ndio maana ya katiba kusema hivi. Ndio maana ya katiba inasema wewe ndio msingi wa mamlaka, na lengo la serikali itakuwa ni ustawi wako, ustawi wa mwananchi. Serikali itumie rasilimali zetu kufanya muishi vizuri. Ustawi maana yake ulale sehemu nzuri, upate chakula, utibiwe vizuri, watoto wako wasome vizuri. Leo tunazungumza Arusha, miaka 63 baada ya uhuru wa nchi yetu, kwenye nchi ambayo imejaliwa rasilimali za kila aina. Ukianzia ukanda wa pwani Dar es Salaam, unakutana na bandari ambayo ina kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga, na nautical maili 200 kuingia ndani. Tuna misitu. Mbuga ya Seru ni mbuga kubwa kuliko zote dunia nzima, iko ukanda wa pwani. Ukienda Lindi na Mtwara, unakuta mpaka kule Ruangwa, unakuta dhahabu, unakuta kopa zinazotumika kutengeneza nyaya za umeme. Kopa inatoka Tanzania. Huo ni ukanda wa pwani, na mambo mengine mengi tunayoweza kuzungumza mpaka kesho asubuhi. Ukija ukanda wa kaskazini, unakutana na mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Unakutana na madini ya Tanzanite ambayo hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Ukienda ukanda wa ziwa, na hapo ukanda wenu pia, unakutana na mbuga ambayo iko kwenye maajabu 7 ya dunia, Ngorongoro. Hizo ni rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametuwekea hapo. Ukienda ukanda wa ziwa, ukianzia kule kwetu Tarime, unakutana na dhahabu. Nenda Geita ni dhahabu, nenda Kahama ni dhahabu, nenda Nzega ni dhahabu. Kila kona ya nchi hii ni dhahabu. Tanzania ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi kwenye dunia hii. Na leo nilipokuwa naangalia bei ya dhahabu, kwa gramu moja ya dhahabu ni shilingi 290,000. Nikisema gramu ni ule wembe ukiuchukua ukauvunja hivi, kale kamoja kale ndio shilingi 290,000. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu. Ukiwa kwenye ukanda wa ziwa, unakutana na ziwa lenye upana kuliko yote Afrika nzima, na pili duniani, ziwa Victoria. Ukiwa kule Kagera, unaenda sehemu inaitwa Kabanga, unakutana na madini yanaitwa nickel na cobalt, madini yanayotumika kutengeneza injini za ndege na yatumika kutengeneza betri za simu, yanatoka Tanzania. Haya ndio madini ambayo leo yanaenda kutengeneza magari ambayo dunia inabadilika kutoka kwenye magari yanayotumia mafuta inakwenda kwenye magari yanayotumia umeme. Hayo madini yanatoka Tanzania, Kabanga, Kagera, madini ya nickel na cobalt. Ukienda ukanda wa kati, ukizungumza kuhusu Singida, unakutana na madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nuclear, na Singida kunatoka pia mabomu ya nuclear na umeme wa nuclear, nguvu za nuclear. Madini haya yako hapa. Ukienda kule Nyasa, ukianzia ziwa Ngozi, tuna geothermal chini inaweza kutumika kutengeneza umeme wa kulisha Afrika nzima, umeme wa joto ardhi. Unaenda Chunya, unakutana na dhahabu. Ukienda Njombe, unakutana na mlima wa chuma ambacho tunaweza kutumia miaka 100 kwenye mlima unaitwa Liganga.
Mungu maeneo mengine aliweka chuma chini ya ardhi unaenda kuchimba, sisi alituwekea mlima na akatupa makaa ya mawe ya kuyeyushia hicho chuma na mchanga wa kusafishia hicho chuma akauweka pale Iringa. Kwa hiyo tunaweza kuchuma chetu, nondo za kujengea, kila kitu tukatoa Tanzania kwa miaka 100 bila kununua chuma kutoka nje. Tumepewa kila kitu cha kutufanya tuwe matajiri. Kwa nini watu wetu ni maskini? Miaka 63 katikati ya utajiri. Wimbo wa Bob Marley tuliokuwa tunamsikia naimba hapo One Love, kwenye wimbo wake wa Rap Press anasema in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji mjinga anakuwa na kiu. Katikati ya utajiri wa Tanzania tumekuwa maskini kwa sababu tunaongozwa na watu wasiokuwa na uwezo, wanafanya maisha yetu yawe magumu. Na watu tunaojaribu kusema kwamba rasilimali zetu zitumike kwa ajili ya watu wetu, wanatuwinda, wanatuua. Unakuwaje na nchi ambayo mtu anapoandika kwenye mtandao wa Twitter adhabu yake inakuwa ni kuuawa? Hiyo ni nchi ya aina gani? Kazi namba moja ya rais kama amiri jeshi mkuu ni kulinda uhai wa watu wa nchi yake. Watu wameuawa, wanatekwa. Leo kila kona ya nchi watu wanalia, rais yuko kimya. Mbunge wa Chama cha Mapinduzi, mjumbe wa NEC wa Chama cha Mapinduzi anatoka anasema watu 83 wametekwa. Badala ya wabunge wenzake kumunga mkono, wanamshambulia. Chama cha CCM kinamshambulia mtu anayekemea mauaji. Maana yake ni nini? Kwamba UVCCM wanakingia kifua wauaji, wanakingia kifua watekaji. Inakuaje? Chama tukianzisha Mwalimu Nyerere kuleta ukombozi wa nchi, kuleta ukombozi wa Afrika, leo kimegeuka kuwa genge la watekaji, kinakingia wauaji kifua, kinazuia sauti za Watanzania wanaokemea mauaji. Ndugu zangu, watu wa Arusha, dunia hii hakuna kitu cha thamani kuliko uhai wa mtu. Unaweza kuwa maskini leo ukazaa mtoto ndiye akavumbua dawa ya kansa akaokoa dunia nzima. Ndege unayoiona ni fikra za mtu mmoja. Speaker tunazotumia ni thinking ya mtu mmoja. Kamera tunazotumia, kila kitu duniani kimevumbuliwa na mtu mmoja. Unajuaje kama Mdude Nyagali angezaa mtoto ndio avumbue dawa ya ukimwi iokoe dunia nzima? Anapouawa mtu, anapopotezwa mtu. Ndio maana Israel, mtu mmoja wa kwao akitekwa, nchi inasimama kwenda kumfuata, kwa sababu mtu thamani yake hailinganishwi na kitu chochote. Inawezekana unaishi kama kuku, haujui kesho yako, katika nchi ambayo tunaambiwa tuna rais. Hotuba ya mambo ya ndani ya nchi bungeni inageuka kuwa hotuba ya kuzungumza kuhusu rais, kwamba wabunge wanamlinda rais asisemwe. Polisi wetu hawa askari, sisi hatuna ugomvi nao, hasa hao wadogo. Tuna ugomvi kwa sababu wanatumika, lakini personal kama chama tuna ugomvi nao kwa sababu polisi ni a noble profession, ni kazi takatifu. Kwenye dunia nyingine wanawaita man in uniform. Akiingia kwenye gari akakuta siti moja, wewe unamsimama unampisha yeye akae, kwa sababu risasi ikipigwa hapa, wakati sisi tunakimbia hivi kwa maisha yetu, yeye atakimbia kufuata risasi ili atulinde sisi. Wamekula kiapo cha kutulinda. Leo Wizara ya Mambo ya Ndani badala ya kujadili kuhusu pension ya askari, badala ya kujadili kuhusu mshahara wa askari, mbunge wa viti maalum, badala ya kujadili kuhusu maisha ya askari, analipa mshahara milioni 18 mbunge. Askari analipwa shilingi 400,000 ambayo posho ya mbunge kwa siku ni shilingi 600,000. Wanakwenda kujadili kuhusu mama na tukana. Hawa watu ambao wana bima ya kutibiwa mpaka Ulaya, badala wajadili hata askari akipigwa risasi akiwa anatulinda aweze kutibiwa walau Agakani, wanajadili kuhusu mama ametukana. Wizara ya Mambo ya Ndani, hotuba inageuka kuwa mama, badala ya kujadili maslahi ya askari,
badala ya kujadili pensheni ya askari. Mimi nilikuwa bungeni, nimefanya kazi miaka 5 bungeni. Mimi na Neema, Dr. Slaa tumewahi kuwa bunge, mke amewahi kuwa mbunge. Tumemaliza ubunge tukapewa milioni 272 kwa miaka 5. Askari anafanya kazi miaka 30 akilinda uhai wetu, akistafu anatoa milioni 20-25. Wabunge wanakaa bungeni wanasubiri mwezi wa 6 wapewa milioni 400, badala ya kujadili maslahi ya askari huyu ambaye anatulinda sisi ili wale fedha zao, wanajadili kumtuma askari akatupige sisi tunaomtetea. Nchi imeraniwa hii. Watu wa Arusha